hivyo nikigawanya ODM kuna watu sampuli tatu pale. Nikisema kuna wamiliki wenyewe, tunajua ni Royal Family, ni familia yenyewe ikiongozwa na mzee Oburu Odinga. Sasa hapo katika uongozi wa ODM, mzee Oburu Odinga hamwezi mng'oa hapo, awe yuko katika hali yoyote ambayo mnaizungumzia nyinyi. Mzee Oburu Odinga atabaki pale pale. Mtazungumza chenye mtazungumza, lakini mzee Oburu hamtamng'oa, kwa sababu mzee Oburu anaheshimika mpaka na familia ya hayati mzee Raila Amolo Odinga. Na iwapo mzee Oburu Odinga atafikiria, atakujua na wazo labda ya kupeana nyadhifa, mjue huo uwadhifa hautakwenda nje ya familia, kwa sababu katika familia ya hayati mzee Raila kuna watoto pale, wawe ni wa kiume wawe ni wa kike, lakini ni watoto ambao wako na uongozi ndani yao, kwa sababu mahali kumetoka kiongozi lazima itakuwa damu ni ya uongozi. Hata mtoto kama ni wa kisichana yuko pale, awe ni wa kiume, tunatambua wote watakuwa ni viongozi. Na iwapo uwadhifa utakwenda kwa familia ya Oburu, pia kuna vijana pale ambao ni shupavu ambao pia wako na uongozi. Kwa hivyo kama kuna mtu leo pale katika ODM anakaa akiwa na tamaa, akifikiria labda atapewa nyadhifa katika ODM, basi itakuwa ni ndoto ya mchana, kwa sababu ODM ni kampuni ya kibinafsi. Hiyo ndoto wasahau kabisa. Na tukizungumzia kuhusu wale wenye nyadhifa, tutasema katika ODM ndio tunakuja katika kama kina Sifuna, wale wenye wadhifa katika ODM. Tukisema wafuasi ndio tunajua ndio kuna watu wetu hapa, tunajua ndio wafuasi. So kwa hivyo ODM iko na wenyewe, na ODM haiwezi pewa nyadhifa watu wa kutoka nje ya familia. Kwa hivyo ODM itabaki pale pale. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi. Mimi nataka niulize Hussein, na sijui kama nitatoka jamani, kwa sababu ODM chama kama hizi vya mazingira. Nataka niulize Hussein, naona amedunga Gieno CP. Ndio amedunga tu Barcelona sijui nini, lakini tunamwelewa Hussein. Namuuliza Hussein, amesema amepanga vizuri kwa ODM. Yeye katika DCP, yeye ni nani? Yeye ni nani? Kusema kweli, huyu chairman wangu mimi hata nimekosa kuelewa kwamba ni wapi ana ushahidi wa kwamba mimi niko DCP, kwa sababu hapa tuko pamoja, lakini watu wote wanatambua kwamba mimi niko Wiper na rais wangu ni mtarajiwa ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hakuna mtu hapa katika Changamwe na Coast Region, hata Kenya nzima wanajua mimi rais wangu mtarajiwa ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na chama changu ni Wiper Democratic Movement. Kwa hivyo hiyo propaganda ya chairman sijui labda atakuwa ameitoa wapi, ama labda pengine ameniona mimi ananiona pengine ananishawishi mimi niingie DCP. Haina shida, kwa sababu DCP tuko muungano na DCP, na kiongozi wa party leader wa DCP sisi tunamtambua, yeye ni a very strong powerful politician in this country, na tunajua yeye ndio ako katika mpango wa kuokoa wa Kenya. Kwa hivyo DCP pia tunatambua kwa sababu tuko muungano nayo. Sasa basi mimi nikirudi katika ODM iko na viongozi pale ndani tunajua ambao wameshaingiwa na tamaa. ODM wasipochunga, uongozi wa ODM utadidimia, kwa sababu mpaka leo tunaona bado kuna viongozi wanaivuta ODM katika serikali. Tunawaona na sisi tunawajua ni kina nani. Ni wale viongozi ambao wamezoea kubebwa na koti kwa sababu wameshaona sasa mzee hayati Raila ameondoka, wameona sasa koti lililobaki ambalo wanaweza ingia ndani wakalegemea ni koti la Rais William Samoei Ruto, kwa sababu bado wana tamaa ya uongozi na wao wanajua hawakuchaguliwa na wananchi. Sasa ndio wanategemea Rais William Samoei Ruto awashike mkono, na hao ndio watatumiwa na rais wetu kugawanya ODM, kwa sababu rais wetu
mipango yake katika ODM ni miwili. Kwanza kabisa ni aidha aendelee kufuruga ODM awe party leader, ama ahakikishe ODM ameiangamiza kabisa. Mipango ya rais wetu katika ODM ni mipango miwili na sisi tunatambua, na unamuona mpaka wanamshawishi mpaka mzee Oburu Odinga, kwa sababu tukimwangalia mzee Oburu Odinga ni mtu sasa, kina Junet na kina Gladys Wanga wanamfuta upande ule, wanamtia tamaa. Unaona sasa, kwa sababu tukimwangalia mzee, msimamo wake unalegea katika ODM. Hana msimamo ambao kina Winnie Odinga wako nao katika ODM. Hana msimamo ambao kina Sifuna wako nao. Kwa hivyo hata mimi mzee Oburu Odinga na mheshimu, lakini msimamo wake unanitia wasiwasi, naona unalegalega. Kuna mikutano anaweka ambao kuna viongozi ambao wanatambulika ni jasiri, ambao wanasifika sana, ambao wana wafuasi wakubwa sana katika ODM, hawako katika ile mikutano. Ndio maana mimi nasema mzee Oburu Odinga asipokuwa makini na hawa viongozi wa kuegemea kwenye makoti, mzee Oburu Odinga ataipeleka katika ODM iingie katika hali mbaya sana, na iwapo hata kuwa makini, basi ODM itakwenda na maji na ODM itapotea kabisa na itasahaulika katika historia ya Kenya. Shukran sana. Habari zenu wanabunge. Nafikiri jana tulimuona ndugu yetu Bwana Oburu na Rais William Ruto, lakini nikimjibu ndugu zangu waliotoka hapa akituambia kwamba muungano wa ODM na UDA uko kikatiba, akatusomea katiba ya urongo, na kweli hapa miungano kwanza yaundwa kabla election ndio wanaposhikana, lakini sasa tunashangaa muungano wa ODM na UDA wakaingizwa katika serikali kiharamu, si kikatiba. Kama kweli kikatiba, mbona hawakupiga kampeni mwanzo kumfanya William Ruto akapata rais? Ndio mida acha kudanganya wa Kenya. Kwa hiyo hata tuliona umri wa almarhum Raila Odinga alikuwa umeenda, alikuwa analala ovyo, na huyu mzee jana anafanya kustuliwa na mheshimiwa Abdulsamad, wewe sema hivi, anaanza kujisahau Oburu, kama vile Omido kilala pale anabaadhi analala kwa kidato tunaenda. Bado Oburu bado akili zake zinaenda zikitoka. Kweli. Sasa tuwezi kuwa na kiongozi namna hii. Kiongozi namna hii analeta matatizo katika nchi bosi. Watakufikiri rais yuko kumbe rais amelala. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuongozwa na kiongozi namna hii Oburu. Okay. Thank you so much. Information. Baba viatu hauna. Mr. Speaker, 1982 nilikuwa form 3. Mr. Speaker, 1982 nilikuwa form 3. One of the best schools wakati wa kupu. Kulikuwa kubaya sana. Nilikuwa nimeingia Nairobi asubuhi nimefunga shule. So hawa walikuwa wanania ya isi waharibu nchi, chukue nchi twende vibaya. Na kwa heshima na adabu ya marehemu Raila Odinga ambaye leo anaongea vibaya kumhusu, ambaye ameleta devolution, ambaye alileta umira katika bunge hili, sasa anataka bunge la umira na ushauri hajaongea vibaya. Nitakuta yule mzee amekufa, ni marehemu, aongee kwa heshima na adabu. Najua Umido iko hapa, mwanzilishi wa bunge, mimi akiwa hapo kwa chini ya Umido, heshimu Umido hapa. Na Mr. Speaker, nilikwambia nilikwambia uunde jopo na kufunza hivyo katika zako profesa hivi katika. Asante sana. Okay, mimi mimi kidogo nikimjibu ndugu yangu Omido. Wajua waweza kusema watu wanacheza chakacha. Sio kama yeye anajua chakacha ni nini? Chakacha ni ile ngoma wanawake anajifunga vibwebwe hapa leso. Na ndugu yangu Omido alijifunga kile kibwebwe. Sasa na matatizo. Na matatizo yenyewe yanatuletea Raila Odinga na nchi hii wanadai wao kutuletea revolution ya kikabila.
Leo angalia kila Mombasa County kikabila wanavamia wao kina Umido hapa. Wanalala hapa. Alafu akamwambia uko na pesa. Pesa gani uko na zangia? Angesageva viatu. Kwa hivyo haya ndio matatizo tulionayo ya wafuasi wa Raila Odinga. Mimi nawaambia ndugu zanguni, hamuwezi kuwa na kiongozi analala. Mshampeleka pale kumpima kama na sleeping sickness. Kama jana anaguswa na mheshimiwa Abdulswamad, wewe zungumza hivi. Anaguswa na mheshimiwa Abdulswamad, wewe Oburu zungumza hivi, hajui wajisahau. Sasa vipi mwongozo na mtu hajielewi? Profesa kwa mambo ya leta. Profesa anaenda kwa mada. Naam. Ni mada hiyo bosi. Teknolojia ni mada si mada. Oda tu. Naam, nenda kwa mada ile sababu kuyataka Oburu na mambo ya kulala nyingine wapi? Nenda kwa muungano wa ODM na UDA. Unaweza muondoa. Sasa kiongozi wao ni nani? Okay, proceed na hiyo mada hapo. Sasa mimi nakutaja wewe badala ya Oburu wasemaje? Oburu ndio kiongozi wa ODM. Mbona watu tatizo wewe speaker? Kiongozi ni Oburu, unataka tumtete tupenda matano na wewe kwani unikilishi kule. Mimi niko hapa bosi. Kwa swali kwa mwalimu. Kwa swali kwa mwalimu. Wacha tuulize swali moja. Mara nyingi sana profesa amekuwa akituambia kwa bunge hii maungano ya vyama hii wanga ni kinyume, haiko kwa katiba. Wacha niweke hii wazi leo. Section gani ya constitution inaongea kuhusu ya vyama? Kwa katiba hakuna kwa katiba yoyote inaongelea maja ya political parties. So ya kwanza huwezi sema eti wamekuja kinyume ama wamekuja kibandia bandia. Hakuna kibandia bandia, hakuna kisheria yoyote. Asante mwalimu. Constitution, let me know now. Thank you mwalimu. Proceed. Mimi ndugu yangu bwana speaker, elimu ya bure kama ndugu yangu hapa anajiita bwana elimu. Natoa elimu ya bure kama ndugu yangu bwana elimu anavyosema natoa bwana elimu. Kwa sababu hii muungano ya ODM na kina wepo walikuwa waitwaje? Azimio. Ile ndio kwa kikatiba wakaambia wewe sitoka bila miezi mingapi? 6 ama mingapi bwana elimu? Kujitoa kwa ule muungano kwa yachukua miezi mingapi kutoka? 6 mitatu. 6. Kwa nini mtu kutoka mpaka ende ajitoe kwa register? Ilikuwa ni muungano ule wa kikatiba. Sisi tuletea akili zenu za zikibumbumbu. Kama hii ya wizi wa ODM kwamba leo naingia UDA bila maandishi yote bila mkataba. Huu ni wizi na Wakenya hawajielewi. Kwamba wanaibiwa pesa zao na William Ruto kwa muungano huu leo Madam CS na hakuna muungano wowote. Ule ni wizi boss. Pili, kwamba tukija kwa masala ya Gachagua na Kalonzo Musyoka, huu ndio utakuwa muungano mkubwa sana ndani ya nchi hii ya Kenya. Muungano mkubwa sana kwa sababu watu wanajua huu muungano wa William Ruto ni wa kumdanganya Oburu Odinga. Ndio kama Oburu Odinga wajisahau. Huo muungano wa Kalonzo, na mimi nawahakikishia ni leo ikifika mwezi wa 6 wale wote UDA ODM utaona anaanza kuwa majama na kuja kwa opposition. Mimi nawahakikishia leo hapa. Na kama hakuna Huo ndio ukweli. na kama mtu yule ambaye anapigania kiti cha kule Wayani atafute pesa za kupigania mchana mapema. Mimi nawaambia sio mtu yote viongozi wa kuvaa shopesi. Hatuwataki hao mwakatai. Mimi nawaambia ndugu zangu, kama mtu atachelewa kwa dau hili wa opposition basi ujue huyo hana kiti. Ndio unaona Mombasa wengi alipofariki mkubwa wao wa chama wanatapatapa wanajiharia, kina Umido wanajiharia, kina hawa Dida wanajiharia kwa sababu wametoa kutembea na kodi la mheshimiwa Raila Odinga. Lakini kodi la Oburu hana siasa. Oburu ni ndio kupewa kiti cha useneta cha bure. Na mimi namwambia ndugu yangu Zablon, usipiganie kiti chochote Zablon kwa sababu wewe juzi upata accident. Na hii accident ya opposition itakuathiri vibaya sana Zablon. Kwa hivyo Zablon nikaa utulie ule mali yako. Shukrani sana. Daktari Oburu Odinga ni party leader wa chama cha ODM kwa saa hii.
alikuwa ni Raila akaondoka, sasa ni Oburu. Siku nyingine mwingine pia atakuja chukua, sio permanent, na sio nzuri kudanganya wananchi ya kwamba ati hii chama akitoka Oburu mtoto wake iko, akitoka Oburu msichana wake hiyo. Sasa tumeongea hapo, imetoka. Mr. Speaker, ya pili, chama cha ODM na chama cha tawala cha UDA wamefikiana kwa kiwango cha kuungana kufanya muungano ili waunde serikali ijayo wakiwa pamoja. Hii sio kitu cha kwanza. Juzi ama mwaka juzi chama cha ODM huyu waliungana na chama cha Wiper. Hawakuwa watatu wanauziana, hawakuwa wanacheziana. Baada ya hiyo uliona Wiper bado iko vile ilivyokuwa na ODM vile vile iko vile ilivyokuwa. Kwa hivyo mtu ambaye anatuambia ya kwamba ati ODM ikiungana na chama cha UDA Ruto anamaliza, Ruto anafanya, hiyo ni wazo duni. Hiyo ni wazo duni. Mr. Speaker, nimeona kama United Opposition wanahara baada ya kuona ya kwamba UDA na ODM wameungana. Lazima wao watu wametingisika popote walipo saa hii, kwa sababu uliona wanang'ang'ana wakitafuta chama cha ODM wasiungane na UDA. Kwa nini? Walikuwa naogopa, na kama kitu uliogopa imefanyika, wewe uko wapi? Wewe uko wapi? Na hiyo ndio sababu unaona kumbe kama Mheshimiwa mbunge wa kutoka Mikindani John Kaya anatafakari, anaangalia kwa njia ya umakini sana, tutafanya nini hapa. Mr. Speaker,